Dakika 90 zimemalizika katika uwanja wa KMC Complex. Simba dhidi ya Mashujaa, na mnyama Simba ameibuka na alama 3 muhimu na magoli mawili yakifungwa na nyota wa Simba Sports Lionel Ateba. Bana mchungaji, mechi imemalizika. Mechi imeisha, na ni mechi ambayo ilikuwa ni ngumu sana siku ya leo. Katika mechi ambazo Simba amecheza ligi kuu, ni mechi ambayo na hesabu ni ngumu, ilikuwa ni hii ya kwao kule kwao ile. Kule kwao Kigoma, na hii ya leo. Mechi ya leo tumeshinda kwa sababu ya uzoefu. Lakini mechi ilikuwa ni ngumu sana. Umeomba sana hii. Nimeomba kama kawaida, nilikuwa kwenye golini hapo. Wanajeshi walinitoa ngasimamia huko juu. Lakini tunashukuru Mungu, malengo yametimia ya kuweza kupata point 3. Lakini hawakuwa hataki mtu huko. Hawakuwa hataki mtu. Ni mechi ambayo siku hii ya leo ni mechi ambayo ndugu yangu tulistahili kupata sare. Mlistahili kupata sare. Kweli? Kwa sababu gani? Kwa dakika zilikuwa zimebaki. Na muda ambao umebaki. Nasema kwa dakika zilikuwa zimebaki. Ilikuwa mechi twende sare. Mlistahili kupata sare. Hapana. Yaani kwa dakika zilikuwa zimebaki. Ilikuwa twende sare. Lakini kwa sababu muda ulikuwa bado. Ndio tukaanza kupata goli la pili. Lakini nikwambie ni kweli, mechi ilikuwa ni tafu sana ya leo. Ni mechi ilikuwa si nyepesi. Pengine kwa sababu ni mchungaji, unaona unazungumza ukweli, umenyooka sana. Mashabiki wengine wanaona kwamba ni sahihi wa kile ambacho tumekipata. Ni sahihi kwa point 3 kupata, lakini ni mechi ambayo ilikuwa ni tight sana kwetu kwa sababu sisi tulihitaji point 3. Lakini mechi nao walicheza vizuri, walitumia nguvu, walijaribu kuzuia. Hata referee kipa wao alifanya kazi kubwa sana, lakini ni mechi ambayo ndugu yangu tumechukua point 3, lakini zilikuwa za jasho na damu. Unafikiri Mashujaa walikuwa bora sehemu gani mpaka mkatoka jasho kiasi? Kwenye kuzuia. Walijaribu kublock kabisa, waliblock na walifanikiwa. Ilikuwa mipira ipenyi. Kwa wakina Mpanzo wakijaribu kuingiza zile pasi zao au kuingia nazo, walikuwa na gota. Walitumia plani ambayo ni plani ambayo ni nzuri kwa wao kuwasaidia. Lakini mwisho wa siku wamekuja wamefungwa kwa goli 2-1. Kwa hiyo kwa ujumla hizi mechi ya leo ilikuwa yani kupata point 3 ni za muhimu kwa ajili ya safari ya kombe la NBC Tanzania bara. Kwa hiyo mechi hii tungedondosha, tulikuwa tunampa nafasi Yanga asilimia kubwa kwenda kuchukua ubingwa. Maana ni mechi 3 sio zimebaki. Kwa hiyo endapo leo tungepoteza hii mechi, Yanga yake ngangania angekuwa baki na point 3. 2 ile sare 2 na ile moja zingekuwa 3. Kwa hiyo Yanga ilikuwa tayari ubingwa anachukua. Sasa watu wanazungumza kuhusiana na dakika ambazo zimeongezwa kwamba zimekuwa nyingi sana. Maoni yako ni yapi? Sheria siku hizi ya FIFA na CAF ni kwamba mpira lazima uchezwe dakika 90. Kwa hiyo ukipoteza muda, referee anasimamisha mpira mpaka uchezwe wote, hata kama ni 120, 140. Mpira lazima uchezwe. Kwa hiyo kilichofanyika leo ni kwenda kuchezwa. Kwa hiyo ilikuwa lazima mpira uchezwe siku ya leo. Bana, upande wa pili kule barua ya CAS imerudi na majibu ni kwamba bodi ya ligi wanapaswa kupanga ratiba ya mechi mapema haraka iwezekanavyo. Kwenye hili pia walisema hawachezi. Ni mko tayari kucheza nao? Mimi uongozi wa Yanga Afrika mimi nashindwa kuelewa kwamba je, ni uongozi wa mpira au ni uongozi wa design gani? Kwa sababu vitu wanavyofanya katika mpira ni vitu ambavyo ni vigeni kabisa. Kwa sisi wazoefu wa mpira tunashangaa sana. Mfano, huwezi leo ukatuambia Kagoma ni mchezaji wa Yanga na mkataba tunayo. Mwisho siku wanafeli Kagoma anaenda Simba. Huwezi kuniambia Ngoma kwamba tushamalizana naye tunaandaa kwenda kumpokea na wakawaaminisha washabiki wao, Ngoma akaenda Simba. Huwezi kutuamisha kuhusu mchezaji Morrison kwamba ni mchezaji wa halali wa Yanga na atacheza Yanga, mwisho siku anakuja kucheza Simba. Akatambulishwa. Si unaelewa mpaka hapo? Leo hii Yanga wanatoka wanaenda CAS. Kwa hata mtoto mdogo unajua kabisa hapa kesi huwezi kushinda, huwezi kwenda kule bila rukua na rufaa. Utaendelea kudai. Kumbuka ile ni kesi ya usuluhishi. Wanakuambia upande wa pili uko wapi? Hakuna. Ama basi rudi ulikotoka, kwa sababu maamuzi yaliyotolewa ya kuahirisha mechi ni kanuni ambazo zilitumika, ambazo kanuni bodi ya ligi wanazo. Si unaelewa mpaka hapo? Hawakusema wao, ili walitumia kanuni ambazo wanazo. Kwa hiyo Yanga akarudishwa tena Dar es Salaam hapa na imetolewa maamuzi, mechi lazima ifanye nini? Ichezwe na tarehe ipangwe. Sasa Yanga walioanimisha washabiki wao kwamba sisi hatuchezi. Na tisha toka print kwamba sisi hatuchezi mechi. Na zimeuzwa. Sasa leo hii engineer atarudije hizo kuambia mechi ya dabi ipo. Unaona bila magumu hapo. Na wakamwambia ukisema tucheze mechi ya dabi na wewe uondoke. Kwa hiyo ugumu wenyewe wanajiwekea wenyewe, afu baadaye unawakaba ugumu wenyewe. Yaani wewe wenyewe. Yaani ugumu wanautengeneza afu mwisho siku unawaharibia wenyewe. Kwa nini wasingesema tu wakiamua TFF si mechi tutacheza, waseme sisi hatuchezi. Wewe kama nani? Ndio yani ilizungumza siku nyingi, Yanga wanazungumza kama nani? Wao kama klabu basi tutaona. Ndio hivyo wamegonga ukuta. Sasa bodi ya ligi nao wanahisi nao wana wasiwasi. Tukipanga tarehe Yanga sipokuja itakweje? Kwa sababu ukipanga tarehe Simba atapeleka timu. Alafu Yanga hatapeleka timu. Na sheria inasemeje? Anyang'anywe pointi. Je, wako tayari kumnyang'anya pointi Yanga? Pointi ngapi?
pointi 15. Je, Yanga wako tayari na kumshusha daraja? Daraja shushu. Sema ile mpaka hapo. Sasa hii inaleta ukakasi kuanzia bodi ya ligi na Yanga yenyewe. Umeona mchezo huo? Simba ikatulia, Simba yeye alitoa wazo moja tu. Kwamba mechi ya kesho msicheze. Kamaliza. Umeona timu ya mpira hiyo? Lakini Yanga wanahangaika, tunaenda kasi. Si tunaenda wapi? Si na nini? Injinia katika kipindi ambacho injinia ameongopea wanachama wake ni mwaka huu. Lakini anawapa vikombe. Kikombe kipi? Mafanikio siku zote ni kuchukua kombe la shirikisho au klabu bingwa barani Afrika. Hayo ndio mafanikio. Uwezo ukachukua eti kombe la jamhuri hapo la muungano wa Tanzania ukasema eti mafanikio. Ligi tumecheza si karibu miaka 60 tumeibeba sana. Hebu tusababisha nini? Huu ndio ulemavu wa kisoka. Maendeleo yanakuja kama hivi Simba anawaza ngachukue kombe la shirikisho barani Afrika. Hiyo ndio maendeleo. Kwamba Simba from Tanzania mwaka huu imechukua ubingwa wa kombe la shirikisho barani. Sio kufungana Simba na Yanga, ule ni ujinga tu. Yaani unafurana eti Yanga nitamfunga baada ya hapo mmepata nini? Sio maendeleo ya soka. Heshima. Yaani tusaidie sisi katika soka kufungana, mbona tuanze kufungana kutoka miaka 60? Imetusaidia nini? Hili ninalokuambia Simba maana kulitengeneza. Hii ndio heshima sasa ya nchi. Na heshima ya kimataifa. Ambayo hii Simba itamwekea katika ramani ya kimataifa. Na mimi nakwapia kama nilivyosema, Simba kombe hili aliacha na anachukua. Lilitokaga hapa. Na mimi nakuuliza swali. Simba alikotokea ndio kugumu zaidi kuliko alikobakisha. Kwa Berkane. Simba kamtoa Libya Tripoli ndio mechi ambayo ilikuwa ngumu kuliko mechi zote. Waulize wachezaji wa Simba atakwambia. Katolewa. Watu wametoka wanasema kwa mara ya kwanza wameenda Egypt, wameenda Libya kwenda kuangalia Simba Sports Club. Wanaisikia tu. Simba anatoa sare Dar es Salaam mtu anafunga goli 3. Nini nachukua masiara? Mwarabu karibu watatu wamefunganishwa virago hapo. Simba nimechukuliaje nyie jamani? Simba ni dude kubwa kwa midai, muiheshimu Simba. Na nyinyi waandishi wa habari muisemee vizuri Simba hapa ilipofikia. Maana mlihama sana waandishi wa habari. Baadhi yao walisema Simba tuone ikienda robo. Na kweli kocha mpya, wachezaji wapya. Hata wewe mwenyewe unasema kweli Simba iende. Hatuoni Simba ikienda nusu, Simba imevuka. Hatuoni Simba ikienda finali. Imeenda finali. Sasa hivi wanasema hatuoni Simba ikichukua ubingwa. Simba kibao ubingwa utaambia kombe lenyewe baya. Yaani nakwambia hivi, hawatakosa la kusema. Lazima waseme. Ndio maana nakwambia hivi, Simba alipofikia mpaka hapa. Simba ingekuwa ni Yanga mabango, ungeona nchi nzima. Barabarani mabango, Simba Yanga ingia finali. Tunachukua ubingwa shambra ungeona nini. Simba kwa sababu ni watu wa mpira wanachukua vitu vya kawaida. Kama Yanga jana nataka wanywe supu. Sema tu hii barua ya kasi imewatoa kwenye upepo. Supu. Wanywe supu leo kwa sababu ya kuchukua kombe la muungano. Ila baada ile barua ya kasi ikakata maini, hawajanywa supu. Mpaka sasa hivi, unajua hapa sasa hivi kuna ugumu gani ujue? Ngoja nikueleze. Kwanza, ngoja nikueleze kwanza. Injinia mwenyewe anahisi hawa shaba wanachama watanifukuza. Kwa sababu ana wasiwasi. Kwa sababu gani? Sheria sitaruhusu kwamba dabi ichezwe na injinia hawezi kukataa. Je, wanachama atawaambia nini wakati ashawaambia hatutacheza mechi? Sio unaelewa mpaka hapo? Itakuweje? Hajawahi kusema kwamba mechi. Makamu wake yule. Alisema. Makamu wake alisema. Si ndivyo? Mwenyewe pia alisema. Kama makamu alisema, si ndio injinia mwenyewe huyo. Sasa basi. Ngoma siku 2 hizi 3 inapangiwa tarehe. Na kama itapangiwa tarehe, Yanga anapojua kwa msimamo wao, Yanga hatapeleka timu. Mimi sinakueleza, sio washasema wachezi. Wakienda tutawazomea. Kwamba nyinyi wajinga tu. Mliweka na t-shirt eti hatuchezi mechi na mmekuja. Tutawashangaa kweli Yanga na tutawazomea. Sasa na wao watasema tuendi. Sasa ugumu unakujaje wasipoenda afu Simba akaenda? Si lazima Yanga anyang'anywe pointi. Sasa ndio ninakueleza. Sasa TFF wenyewe wanaogopa Yanga. Kwamba je, watakubali kuwanyang'anya Yanga pointi? Atanyang'anya. Sio unaelewa mpaka hapo. Hapo pagumu, usione kama ni wepesi. Usione wepesi kama unavyofikiria wewe. Yaani bodi ya ligi inatumika busara. Sasa busara sasa wacheze. Sasa wanachama nao wa Yanga, Unaona Yanga wacheze mechi ya dabi? sio nakwambia Yanga hatacheza. Na tarehe itapangwa. Na wakicheza injinia hayupo njiani Jangwani tena. Wanamtimua. Sasa na washapa sema ukipeleka timu tu na uondoke. Na akasema na mimi sipeleki. Nyinyi leo gumu juu kwamba kwa. Makubaliano na print na t-shirt. Kwa sababu akamwambia hivi kama una maamuzi hayo, tusiprint t-shirt. Akamwambia printini t-shirt, sisi barua yetu imeweka kasi, sisi dabi hatutacheza. Wakaprint t-shirt, wakizivaa sisi hatuchezi dabi. Sasa leo tutataka nao waandike tena fulana ambazo zimeandikwa sisi tumeamua kucheza dabi. Kwa hiyo kuna ugumu huko bodi ya ligi, ugumu huko Yanga wenyewe. Wanachama wa Yanga na maana rais wao kawaongopea yule bwana vitu vingi kuliko anafikiria. Siku anachaguliwa sasa nikukumbushe. Alisema mimi ndani ya miaka 3 najenga uwanja pale. Greda likapelekwa pale. Kama simliona lile. Je, greda liligusa tamchanga pale? Kutu ikashika wakatoa greda pale. Jamaa mpaka leo ni rais wa Yanga. Kwa wale wamezoea kuongopewa. Nimekusaidia vitu vingapi? Vya uongo ambavyo injinia alisema 4. Kwamba Kagoma ni mali ya Yanga na mikataba ukatuonyesha.
wakatuambia Ngoma wataenda kumpokea Port ni wa Yanga. Umeelewa? Yote hivyo kafeli. Morrison, wanasema kwa Morrison wa Yanga wote wamefeli. Dabi kawadanganya, barua ya kasi imerudi. Sasa watafanyaje? Mimi ndio maana nasema vile Yanga kama ni vivyo wanikodishe mimi niwaendeshe hata miezi 3. Kwa sababu inaonekana mimi na uelewa mkubwa kuliko wao. Mungu anibariki sana. Asante.